experience ya kubikiriwa, na kila mtu ana experience yake. Ni kama vile kubeba mimba, kuna itakayomsuka, kuna mwingine haitomsuka wakati wa kubeba mimba, lakini atapata tabu kwenye kupush na vitu fulani kama hivyo. So hapa nikisema maumivu au kutojisikia vizuri, imagine ndio mara yako ya kwanza umekuingia kwa mara ya kwanza. Pale mahali lazima patakuwa kama kidonda. Wengine wanashikwa mpaka homa, wanapelekwa mpaka hospitalini kwa sababu ya maumivu. Lakini yale maumivu huwa ni ya kawaida, kwa sababu misuli ya kipochi manyoya na ngozi ya nje yani ndo inaanza kukubaliana na kukabiliana kwa hali mpya, kwa sababu pale mahali pamezibwa tangu umezaliwa mpaka umefika miaka ya kusema kwamba sasa hivi mimi niko tayari kuvumbulwa. Basi yani lazima utahisi tofauti. Ndo nyonga zinafunguka, misuli ya uke, yani ni kama vile mtoto mdogo hajawahi kula, ukimuintroduce chakula lazima system yake, kuna chakula ambacho kitaendana na yeye, kuna chakula ambacho hakitaendana na yeye. So yale maumivu unayoyasikia unaweza kuhisi kama homa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hii misuli ya uke na ngozi ya nje ambayo ndiyo iliyobeba hiyo hymen imeanza sasa kukabiliana na hali mpya. Sawa? Kuna wanawake wengine ambao wanapata maumivu, lakini maumivu yao yakawa ya kiwango cha chini ama wastani. Na maumivu kama haya nimekutaarifu, inabidi uendelee kuvumbulwa ndo maumivu yaishe na yapone kabisa. Lakini cha kushangaza, kuna baadhi ya wanawake, msikilizaji nitakuruhusu unipatie experience yako labda wakati, na hii msikilizaji inaenda kwa both wanawake na wanaume. Hivi experience yako ilikuwa ni gani wakati unamvumbula mwanamke kwa mara ya kwanza? Je, aliweza kubleed na maumivu yalikuwa kwa kiasi gani? Wewe mwanamke ulibleed ama maumivu yalikuwa ya juu sana, ya chini ama ya wastani? Okay, hapa maumivu kwa nini yanakuja? Kwa sababu again nikikupeleka kwenye ile culture mimi natokea, wanaamini wale manyanya mabibi zetu wanaamini kwamba pale mwanamke hafai hata kuchezewa. Yani pale mwanamume wewe unafaa hiyo yani msichana akishalala kwenye kile kitambara cheupe wewe unafaa kumuingilia mara moja. Ati sijui kushikashika, kunyonyanyonya, kutomasa. Wanasema kile kizinda, hiyo hymen. Sawa? Sijui kwa lugha yako utahitaji, lakini kikwetu sisi tunasema ni kizinda. Hymen kizungu ama utando wa bikra. So wanasema mwanamume akianza kukupiga minyonyo, sijui anacheza na matiti, anaanza kukutia ulimi wa masikio, yani wanasema haihitaji romance. Ukifanyiwa romance kile kizinda kinadeuka, kinayayuka. Kwa hivyo wanaamini kwamba shughuli inahitajika iwe moja tu. Ukiingia pale ndani unavurumiza uume wako, unaingia kwenye kipochi manyoya, uharibu ama unaupasua huo utando wa ubikra. Ndio sasa maumivu ndio yanakuwa tofauti. Of which kwenye culture nyingine kutoa ubikra sasa hivi ndio inanitia akilini kwamba ni process ya kuvumbulana. Kwa hivyo ni lazima yule mwanamke umtayarishe, awe wet ili asipate maumivu mingi wakati wa kuingia. Kwa sababu kama wewe mwenyewe haujakuwa tayari, yeye mwenyewe ni mkavu, utakuwa unashindilia, unalazimisha ingie. Ndio maana baadhi ya wanawake wanapata maumivu makali sana wakati wa kutolewa kizinda ama ule utando wa bikra. Hakuna difference yoyote
itakayotokea iwapo eti unamtayarisha mwanamke wako wakati wa kutaka kuvunja ubikra. Kwa hivyo yeyote aliyekuwa na ile akili ya kwamba mwanamume hufai kumshika mwanamke, wewe ukiingia ni uingie umvunje ubikra, hiyo damu itoke, mambo mengine yatafuata baadaye. Kumbuka yule ni mpenzi wako, mumependana, na hili jambo la kuvunja ubikra linawahusu nyote wawili. Ni mwanamke awe tayari, yani consent ya yeye kutoka ubikra iwe inatoka kwake, ili kesho na kesho kutwa asilaumu kwamba alichukua ama alitake advantage of me, ilikuwa siku tayari na vitu fulani kama hivyo. So experience ningetaka kusikia tofauti msikilizaji, ila dalili nyingine ni kujisikia kuwashwa au kujikuna baada ya kuvumbulwa kwa mara ya kwanza. Baadhi ya wanawake msikilizaji wanaweza kuhisi kama kuwasha fulani ama hisia ya kujikuna kwenye sehemu za siri ama kwenye uke wake. Na hii ni kutokana inatokea sana wakati ngozi ya kipochi manyoya inapokabiliana na msuguano na unyevunyevu wa ghafla ambao unaweza kuwa tofauti na hali ya kawaida. So huko kuwasha kunaweza kudumu kwa muda mfupi na kawaida huondoka baada ya muda. Kwa hivyo ni lazima kivyo vyote utasikia tu difference fulani, sawa? Ikitoka kuna hayo maumivu, lakini pia utasikia kama kuwashwa fulani na kujikuna fulani, kwa sababu kuna hiyo